Mtumishi wa Mungu, karibu sana katika Amka na Rhapsody. Asante sana mtumishi. Bwana asifiwe Fidel. Amina. Habari za huduma? Tunamshukuru Mungu na tunafuraha kuwepo mahali hapa asubuhi ya leo. Amina. Asante sana. Bwana asifiwe popote pale ambapo unasikiliza asubuhi ya leo. Hii ni Amka na Rhapsody kama ambavyo mmesikia kwa Fidel. Wakati mzuri kabisa kujifunza kwa ile neno la Mungu. Kitabu cha Rhapsody, kitabu ambacho kinaandikwa na mtu wetu wa Mungu Mchungaji Chris Kilome PhD, kitabu ambacho kinatoa kila mwezi, kina neno la kila siku, na hakika utajengwa na kubarikiwa sana asubuhi ya leo. Na moja kwa moja tunapokwenda kuanza kipindi chetu, tutakwenda kuanza kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa baraka ya neno lako Bwana. Tunasema asante kwa fursa na wasaa mzuri kama huu wa kujifunza kweli yako Bwana, wa kujengwa na wewe, wa kubarikiwa na wewe. Bale karaka soko tolo koro bazira. Tumefunguka Bwana siku ya leo kusikia neno lako. Tunalipokea kwa shangwe, kwa furaha, kwa imani, na hakika maisha yetu yanabadilika, yanajengwa, yanahuishwa, yanaboreshwa kutoka utukufu mpaka utukufu, imani mpaka imani, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wow. Moja kwa moja asubuhi ya leo, kabla tujasoma Rhapsody yetu ya tarehe 13 Jumatano, tutakwenda kwenye maombi. Na pale ulipo, ningetaka kumshukuru Bwana kwa neno lake ambalo ni la kipekee, linaloleta mabadiliko ndani ya moyo wako. Sakiri bajala borobos praktili mangradige jele parabanda rabos ke parabajinde bokoro balabazira rigeze pravoje palite ramando rokos barika gente le katile manga rokos sokolo bozira. Na asubuhi leo mangradiga jala manda rabosira, tunapenda kumshukuru Bwana. Nataka tuombe kwa ajili ya mavuno makuu ya nafsi kwenye kila eneo katika ulimwengu wetu. Mazekreti la bajende le parabo sokolo bozira. Kusoma kitabu cha Matendo sura ya 2, utaona namna ambavyo baada ya mitume kujazwa na Roho Mtakatifu walikwenda kushuhudia kwa ujasiri, kwa uthubutu, na wengi wakaokolewa, wengi sana wakaokolewa. Katika siku ya kwanza tu ambapo Petro alihubiri, waliokolewa watu 3000. Mazekete le mangarabo sikele mandarabo zira. Ribo jola barabandi rigezete le mandarabos kai pravoje le mandarabos sigidi bokoro bala bazira. Tenda kusoma kuanzia Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 38, neno linasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mstari 39, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. 41, na waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3000. Mazekele mangarobosa. 42, wakawa wakadumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Oh, haleluya. Zigiri bajala mandarabo sotolo borobo zira. Asubuhi leo fungua kinywa chako pale ulipo. Kushukuru Bwana kwa ajili ya kazi ya injili inayoendelea kila mahali katika ulimwengu wetu. Kumbuka mwaka huu tunatimiza lile andiko katika Mathayo sura 24 mstari 14. Tukihakikisha kwamba injili ya ufalme inakwenda kwa watu wa lugha zote, watu wa makabila yote. Mangarika la borobo zira, kwenye kila taifa chini ya jua. Regeze pradige jele paramanda rabozonto lo prevactelike jetele parabas kitele parabazonto lo koroba la bazidi bugura. Na asubuhi leo tambua kwamba kazi ya injili na shamiri sana kila mahali katika ulimwengu wetu, kila mji, kila kata, kila kitongoji, kila kijiji, kila mtaa, kila kaya. Prakto lo prakira bala banda rabosira. Injili inakwenda kwa kasi. Manglo giriba koroba soto lo baraba sikiri bokoroba la bazira. Regeza pravaje le mandarabo stila mangro dozo predabush bela baraba sigiri bukuru balaba sigiri bukura. Neno ilo ufalme linapata wepesi kwenye kila mji. Ribo jonto lo porobo sonto lo prevala baraba zira. Kwa watu wa kila kabila remoze vatile jemvangle ingrecto lucro balaba zira. Kwenye kila kijiji, katika miji yetu raba sigiri bukura, katika mataifa yetu, katika nchi zetu, katika visiwa vyote vya dunia. Raba se bredon je me libra dogos brebalo brokosubra paraktilinde borodura je pravali ingradani ni vero cospera roja pela frocos bradeka la paramonda se praba la manda rabazira.
Oh, Zakari bajele mangaribo lobo lobo sira. Rimo jala manda daba sigidi bokoro. Tambo kwamba kuna mavuno makuu ya nafsi kila mahali katika jina la Yesu. Rimo jolo banda daba zigidi bojolo. Pravante le pravala banda daba sigi. Reko supre kala manda daba zira. Tambo kwamba washirika wetu wote kwenye makanisa yetu yote ribo zolo mandara sigidi bokoro pala bazira kwenye kila huduma inayohubiri injili ya kweli ya Yesu Kristo barabara bosokolo bozira washirika wametiwa nguvu wameimarishwa wameboreshwa barabara sokolo barabazira wamepewa ari mpya na shauku mpya ya kupeleka injili kwa kasi malarabo sokolo bozira bila kusinzia bila kukata tamaa bila kujikwaa rabo zonto lo bavide baje bareka papalos beramam patosh petali predongoza zibreka baje mate malikrotus brekantate de oj que la pravanto lubracasira Rigeza pavali barekaj mete le pradigo zopravale praka solo mandara vasigiri bukura. Asubuhi leo omba kwa ajili ule ushirika ambao unasali ule ushirika ambao upo mahali pale raba sigidi bokoro balaba sigidi bokoro kama ni mchungaji ombea ile kusanyiko lako ribo zolo para basigidi bokoro balaba sigidi bokoro mbele huduma ambao Bwana amekuita kuitunza kuiangalia rimo jolo mandara basigidi bokoro kuilisha na kuijenga raboske made jali para maso breka la pravoko lomozira zibro dojele manga raba sigidi bokoro kama ni kiongozi pale kanisani ombele idara ambao unaisimamia au ile idara ambao unahusika moja kwa moja rabo sigidi bokoro balaba zidi bugura na idara nyingine zote katika kanisa lenu raba sopra vangra dike shala para balaba zira rigo zopra vali krabo jolo pare mangra diko lo baraba siga reko sopre vanga dija jepra bali krato lo maraki separina maruza ribazi vari maji bala ramos ke para balamur barati le mando rokos brete jele pravala manda rabazira. Oh bala kasili mandara bazira tamu kwamba wana uthubutu katika jina la Yesu. Rimo jolo mandara basigiri bokoro bala bazira ujasiri wa kumtangaza Kristo bila uoga. Rimo jolo mandara basigiri bokoro bala basigiri bokoro bala bazidi bokora. Wanafanya kazi iliyotukuka iliyoheshimika. Rimo jolo mandara basigiri bokoro bala bazira bila makunyanzi bila mawa. Rimo jolo mandara basigiri bojonto lo bravagre baka dile brako sopra gala barabanda. Rimo jolo mangradi ojile maramoto lovradiva jindere bokoro balabara basigiri bogura. Tamu kwamba injili ya Kristo inakwenda kila mahali kwenye kila kijiji mangro dike le mandara bazira kwenye kila jukwaa rabuju bila mangra diko lo barabazira jukwaa la mtandaoni jukwaa la redio kama hili ambao unasikia asubuhi leo jukwaa la luninga ribozolo mandara basigiri bokoro kwenye mitaa yetu kwenye vitongoji vyetu kwenye vijiji vyetu kwenye viwanja vyetu rabasikiri bokolo mangraka la mazira kwenye mashule yetu kwenye hospitali zetu raba sigiri bokuru bala manda raba sira barono jivile manda rekosuko lobo zigiri bokura jepra mala manda raba zira kwenye maofisi mbalimbali rabo zonto vedana vejele vadolo vazira zibrodo jelama rabozo loba kwenye masoko yetu kwenye stendi zetu kwenye vyombo vya usafiri rimo julu para manda vente valarike zopra gila balaba sopra kalipra kosopre katale pra kosopra kanda raba zira. Oh, kweli injili inasambaa kila siku katika jina la Yesu Kristo. Ona mavuno makuu ya nafsi ya subela ribo zolo manga rika sikele mongo robozira katika ule mtaa unaoishi mangla prakati le mangro dika sopra vakti le jalina je prabalena vatigo zevati jala mangra dike le borubas greka la mangra koloba sigiri bokoroba la bazira. Ona maelfu wakimjia Kristo makumi elfu mamia elfu mamilioni makumi milioni mamia milioni ona mabilioni ya watu wakimjia Kristo kila mahali rabasi brede jendere bakalaba ribo zolo para vangre daje palin kontula gakretila prakoso prakalabazira. Ona injili ya Kristo ikisambaa kutoka kaskazini mwa Tanzania mpaka kusini kutoka mashariki mpaka magharibi kwenye kila kanda maloraka sikele baraba kwenye kila mkoa krobina moje mete leporokosila bara na visiwani greparo majelenda bretelengre batle kroko brakti la krakolusa rikeza prave ma jompefa lemaro saprade kalaro kosuto lokara masigiri bakala barabazira.
Kumbuka kwamba Bwana hataki hata mmoja apotee, bali wote wafikie toba. Rimojolo mandaraba sigiri bokuru balabazira. Rimojolo mandaraba sigiri bokuru. Baramali karamandaraba sira. Rozo prevagile mandaraba zira. Rimojolo mandaraba sikiri malaboro kasibra kalamara. Grutulu krobira balabazira. Rimojolo mandaraba sigiri bokuru balabarabazira. Rega zivaramaje brako dulu brakatile mangradikolo boziri bokura. Leo mangle brando boja la barabazira. Tamka kwamba watumishi wote wa Injili wametiwa nguvu, wameimarishwa katika jina la Yesu. Braka la brakolo mongro enta flaktika jele mandarabazira. Rimozolo prava kretali prokoshke prama la mando robosira. Wanafanya kazi yao kwa juhudi, kwa masa, kwa shauku. Bala krakolo brakile mangra doko lakrade. Kwa kadiri ya nguvu ya Bwana na watenda kazi ndani yao. Rimozolo mangra diple moro moziri baraba. Jean plevrekte le mandaraba la bazira. Wale wote ambao inaweza kama wanapitia changamoto katika fedha au katika uchumi au katika afya, balaboro balabasidi bokoro, wale katika mission field kule vijijini ndani kabisa, rabasikede bokoro balabazele, mikoa ambayo bado hatujapenya kwa kasi ndani ya wilaya zake na kata zake na vitongoji vyake, raba soko levari manda, wale ambao asubuhi leo wanaanzisha kazi katika maeneo mbalimbali. Rimo Jean plefti jemele hati hali harusa reftaka shele prakatila mangro dafle kraka lepra koto prekati ruze pravante pashe malete villa krako tuske radia jakali pragolo barabazira rimozolo prava langra dikele barabazira mangolo prava la barabazira. Tamu kwamba wametiwa nguvu katika jina la Yesu, wameimarishwa malengre dikolo marabasigiri bokura rimojolo mandarabasidi bokura mangala prava la romasira barokolo mandarabazira rimojolo mandarabazira broso luprava la mangro dojidi bala mandarabazidi bokura. Bala basigidi bokoro bala bazira. Baba, asante kwa ajili ya kazi ya Injili na taifa la Tanzania. Rimojolo manda basigidi bokoro bala basigidi bokoro bala bazidi baraba. Wewe ndio unayefanya kazi ndani yetu Bwana, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa ajili ya kusudi lako jema. Rimojolo manda basigidi bokoro bala bazira mangro better levrine je prava lacro dolo bala basigidi bokoro bala basongro bala barabazira. Asante kwa fursa hii na upendeleo huu Bwana. Rimojolo mandaraba sikili bakoro balabazira, wako watenda kazi pamoja na wewe. Jambra vali braka lupra kasi braka labazira, wako wavunaji wa nafsi za watu. Raba sigili bakoro balabazira. Rimojolo mandaraba zili bakoro wavuvi wa nafsi. Brako jimiti vepele mani metle vraka bula zibro daji paramale kradona saparani na marabazira baraba. Je pravolo brava kite malugus birama larokos merama la mandarabazira. Asante kwa upendeleo ulioachilia Bwana. Asante kwa neema nyingi sana ambayo inafanya kazi pamoja na sisi kila siku yetu ya leo. Je prekete le prevala barabazira manglo prekalima kwenye kila mji. Rimojolo mandarabazira kwenye kila media, kwenye kila channel. Barabala basigidi bokoro balabazira kwenye kila radio, kwenye kila luninga. Rimojolo brava ngrati le pragoso pali maramazira kwenye mitandao yote. Je pravekte la braka lo sopra kalangra masolo barabala bazidi baraba. Jembra valingra nankolo korobozira. Tanzania imejaa balaboro balabasigidi bokoro balabazira kweli ya mapenzi yako Bwana, kweli ya neno lako Bwana. Tanzania imejaa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile maji yanavyojaa bahari, balabazira kama vile ambavyo kwenye bahari imejaa maji mengi. Rimozolo mandarabazigidi bokoro kama vile maji yanavyojaza bahari. Rimojolo mandarabazira ndivyo ambavyo Tanzania imejaa kweli neno lako Bwana. Ndivyo ambavyo maarifa yako yanasambaa kwenye kila kitongoji, kila kijiji, kila kata, malarako sokolo bazira, kila kaya, ruje paramando robo sopravala maromosa, kila nyumba, bangla prakto lubreka parabazira, repafte la shehale haraman, haste kativaluz, zivangra batli ongra kala marakos, brekati le manga roka, kila mkoa, kila kata, rosama, kila wilaya, kreponu, jeprava, lengra kala mangra di kalabazira.
Oh, asante Bwana kwa ajili ya habari njema za ufalme ndani ya taifa letu. Rimo jala mandara basigidi bokoro balabara bazidi bokura. Hakuna mji ambao hatuendi. Raba sepra balabazira. Hakuna kijiji ambacho hatufiki. Rimo jolo paramasi kraba limangra kolo bozira. Hakuna kata utakayosahau. Rimo jolo paramandara basigidi bokoro balabazira. Hakuna kitongoji ambacho tutakiruka. Katika jina la Yesu Kristo. Brepa rosh mefti lahadis. Rosfra kalibra sobra kala mandara basidi bokura. Oh, neno lako ni dhahiri Bwana. Ribo jolo mandara basigidi bokoro balabazira. Neno lako ni kweli. Raba songo roba labazidi bodo balabazira. Na tumelitumainia raba sigidi bokoro balabazira kwa mioyo yetu yote. Tumelitumainia kwa vyote tulivyo navyo Bwana. Ribo jolo mandara basiga. Tumeliamini. Rimo zolo mandara basondo lo mara mandara bazidi bokura. Na katika nguvu ya neno lako raba zombre vajelema baratila barabasa. Ruse praba langro pantle fakte jala paramondo rakatile mangadi jebene vale ma rosa praba dili barakosoloba. Oh, tunakwenda mbele raba sigidi bokoro, tunakwenda kutimiza jambo hili katika nguvu ya neno lako Bwana. Balengra kile moro masira mangro doko jilema in the integrity of your word, O Lord. Barabala mandara bazidi bokoro balabazira. Oh, we take the gospel to every man's world. Baramala mangro tuperakosulu pragadi je promala mandara balabazira. Ay manglo doro masakarabaya je prodave la mangro dige semini valumona rusa kababababando rusa karabalabazira. Oh, thank you Lord. Barabala mandara bazidi bokura. Asubia leo jambre vala mangari vala barabasira. Barabala bazidi bokura. Habari njema za ufalme zinakwenda kila mahali. Raba sigidi bokoro balabasira. Zinamgusa kila mtu. Jipro bala mandara basigidi bokoro. Zinaleta badiliko, ushindi, ubora na utukufu. Balangre bati flekteje mete leprede. Ripese vakti jelepa. Hashile paramando rukasi. Ay, malamanda da bazili barabala bazira. Boro malamanda da bazili baraba. Oh, mpe Bwana sifa na utukufu asubuhi ya leo pale ulipo. Jala mangariba la banda da bus. Birabala manda da bala bazira. Jekribolo mondoro basigiri bokora. Bala manda da bazili bokora. Mwambie Bwana asante. Mangle brako lopravala bazira. Kwa ishara, miujiza na maajabu kila mahali katika miji yetu kama matokeo ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inayohubiriwa kwa kasi. Lara mongro pakta la prakaste prakatili mandarabasa. Oh, zapradiga la barabazida baraba. Mshukuru Bwana kwa miujiza, ishara na maajabu. Kazi kuu ya Mungu ikidhihiriwa kila mahali. Rimozala para mangradiko lubarabasira. Mangre bija limandarabos. Pera mala mandarabazidi bokura. Kama ambavyo andiko linasema katika Matendo ya Mitume sura 2 mstari 43 likisema kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Mangre pele prekatse prete papoposa. Preparama je pravala mandarabazira. Subia leo Rimo zubrevala brakatile paramasoma. Mshukuru Bwana kwa ajili ya ishara, miujiza na maajabu. Rama sengre vala manda yanayokubuhu yakitokea kwenye kila miji, kwenye kila eneo kwa ambao injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inakwenda ndani ya taifa letu na katika ulimwengu wote. Zubra kala manda raboso pravanti jili manda rabazira. Rimo zolo bravandidi je prakati meremo lus beramane soparani je paramanda rabazira. Oh, yeye ndiye anayefanya kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kusudi lake jema. Ribo zolo mandara basigidi bokoro balabazira. Yeye ndiye anayethibitisha kile ambacho tunakizungumza. Raba sigidi bokoro balabazidi baraba. Na siku ya leo mwambie Bwana asante. Raba sigidi bokoro balabazira kwa kulithibitisha neno lake. Rimo zolo mandara basigidi bokoro balabazira kupitia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inayohubiriwa kila mahali ndani ya taifa letu katika ulimwengu wote. Ramasika rabala mandara basidi bokoro bala ramasi pradia jemarama la mandara bazidi baraba. Oh, bala karabala bazira. Na subia leo wewe ambaye unatusikiliza, mangre vete ajile ma, kama kuna changamoto katika mwili wako, riba ziparamande riba zikala mandara bazidi baraba.
Bala ravali, weka mkono wako pale ambapo ana changamoto asubuhi. Jembra valingra pete lepradina, sepredene mase, pedama loko romotile mangarika babalusa, rabande vajeketi vekete velemo, sopete palese, peramando rota papadesa. Katika jina la Yesu Kristo, natamka uponyaji juu ya mwili wako. Manga lefraka la vazira, kutoka katika utosi wa kichwa chako mpaka unyayo miguu yako. Mazi para vajile mandara basila, rosa peka remaluko rotojike telafti kajila mandara bazira. Kama ni ndugu yako ambaye ana changamoto na yuko na wewe pale, weka mkono wako juu yake asubuhi leo. Nasevela shavala televara mandara bazira. Roho mchafu wa udhaifu na kukemea katika jina la Yesu. Come out of her. Malara masanda raba sigere bokolo mangra betele pravoko sopra malamanda raba zira. Roho mchafu unasababisha maumivu makali katika mwili wa dada huyu katika jina la Yesu Kristo. Mangala praka lama zerima, nakwambia toka ndani ya mwili wake sasa. Achia mwili wake katika jina la Yesu. Achia viungo vyake vyote katika jina la Yesu Kristo. Balangro kala barabazira. Roho mchafu ulikuwa unasababisha pumu ramasi pera mato kolo bazira, na kuamuru toka ndani ya kifua cha mtoto huyu katika jina la Yesu. Come out. La rabasenda rabasika laboroba sombra kalamanda rabozira rimo zombra vatle prakodush metavelangra kos ke pramalos kremalamanda rabasidi bukura. Natamka afya katika mwili wako wote katika jina la Yesu Kristo. Ule uvimbe katika tumbo lako naamuru yeyuke na kupass out kuanzia sasa katika jina la Yesu. Bala rabasike le manda rabazila. Ile fibroid katika tumbo lako la uzazi na yaamuru ife kuanzia sasa na itoke katika jina la Yesu. Maramus paramas purosa faratis rico japef lakrano sopa sekra malakra kalabazira katika jina la Yesu Kristo. Manga lipravala borobazira, natamka afya njema kwenye mifupa yako yote katika jina la Yesu Kristo. Katika utosi wa kichwa chako mpaka unyayo miguu yako. Balarako sokolo marimarama, kwenye kila seli, kwenye kila tishu ya mwili, kwenye kila ogani. Manga lepra fosopra kalina marusa, kwenye kila mfumo wa mwili wako. Mangeli karabalabazira, na amuru mzima sasa katika jina la Yesu Kristo. Mangro vajile paramanda rabazira rimo zulu pravangredesh metivelengra koro kasi pramala mangro di kalaba. Wewe ambao umekuwa na demonic oppression katika jina la Yesu Kristo, na le amuru ilo pepo likutoke asubuhi leo katika jina la Yesu. Come out of her in the name of Jesus. Paramala manda rabazira rusala mangro volo mangra di kalabozira. Amawazo machafu ya kutaka kujua na kukatisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo ni block kuanzia sasa. Langra palaste pravako lopraka separa masoloba. Una akili mpya, malengro kalabaze, akili yako imeoshwa, mitakaso, imehuishwa kwa neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mangale vrakte lepra kalabasidi bukura. Zile suggestions za yule muovu katika jina la Yesu nimezikatilia mbali kuanzia saa hii. Hazina nafasi tena ya kupenya katika fikra zako la mtazamo wako katika jina la Yesu. Mangala ramasika labarabokira. Pokea faraja na ujasiri na uthabiti na uthubutu marabalika rabazira wa kuishi rimo zulu manda rabasidi bukura, wa kutimiza kusudi la Bwana kwa ajili ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bariki jina la Bwana asubuhi leo pale ulipo. Ramasika la mandara bazira. Tukuze Bwana kwa ukuu, uweza na utukufu wake. Oh, hallelujah, hallelujah. Wow. Karibu sana. Hii ni Amka na Rhapsody. Oh, unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736000999. Wow. Tutapenda kusikia kutoka kwako. Wakati huu unaweza kutuma message, usipige kwanza. Muda wa kupiga simu tutakwambia. Unaweza kutuma message yako na tutafurahi kuisoma mahali hapa kwa kile ambacho Bwana anafanya kazi ndani yako wakati huu. Oh, hallelujah. Bali karamanda rabasika la barabo. Wow. Jumatano leo tarehe 13, asubuhi nzuri kabisa hii. Tutakwenda kujifunza kweli neno la Mungu kutoka kitabu cha Rhapsody wa Hakika, na somo la leo linasema tunajenga uwezo huku tukifanya kazi. Tunajenga uwezo huku tukifanya kazi. Utapata nafasi ya kupiga simu leo. Tutakuwa na muda angalau kama dakika 10 hivi. Kwa kama utakuwa una swali, tafadhali karibu sana.
na naamini kuna maswali ya baadhi ya topic kama 2 tulizofanya. Kwa hiyo nadhani somo la Jumatatu na Jumanne na pia la Jumamosi lilikuwa na maswali. Kwa wale ambao wana maswali tutapata nafasi ya kuyajibu leo, lakini pia kuyajibu kesho pia. So somo linasema tunajenga uwezo huku tukifanya kazi. Andiko la ufunguzi ni Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 35, na linasema hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Sikia hii mtumishi anasema hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu mkatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Huyu ni Bwana anawaambia mitume na wale wote ambao walikuwa wanamsikiliza siku hiyo, anawaambia wainue macho yao watazame mashamba yako tayari kwa ajili ya mavuno. Mavuno haya sio mahindi wala marage wala mazao mengine ambayo unayajua ya kawaida. Mashamba haya mtumishi ni ulimwengu, ni zile wasema ulimwengu mbalimbali. Kama ulimwengu wa wakulima, wavuvi, waendesha bodaboda, walimu, wafanyakazi, wa vijana, watoto. Ukitazama ulimwengu wa namna hiyo mtumishi, utaona mavuno ni mengi. Zile nafsi ziko pale zinahitaji kuokolewa. Mtoto Mungu anasema baadhi ya watu wanafikiri kwamba kabla ya kuwa na ufanisi katika kuleta watu kwa Kristo ni lazima wajitenge kwanza kwa ajili ya kujijengea uwezo. Lakini ukweli ni kwamba linapokuja swala la kuleta watu kwa Kristo, tunajenga uwezo wakati tukifanya kazi. Kuna wengine wanafikiri ili aweze kuhubiri injili lazima aende kwanza apige Bible study, afanye Bible college unasema, au aende chuo cha Biblia kwanza miaka 2 miaka 3 ndo atoke aweze kwenda. So lazima hivyo mtumishi. Haimaanishi usiende Bible college, haimaanishi usijifunze kweli neno la Mungu, lakini kiuhalisi ni kwamba unajenga uwezo wakati ukiendelea kufanya kazi. Wakati huo unahubiri injili kila siku, wakati huo unasoma kile chuo cha Biblia, wakati huo unafanya ile unasema course pale kanisani, wakati huo unahudhuria ile darasa la watumishi au la utumishi pale kanisani. Hauwezi kusema nitamaliza kwanza, nitasoma kwanza, nikimaliza ndo nitatoka niende. Mtumishi, kila siku kuna watu wanapotea, kila siku kuna watu wanaangamia. Kwa hiyo kila unavyonyamaza kimya ujue kuna nafsi kadhaa zimepotea, zimeondoka sababu hazikusikia kweli neno la Mungu. Kwa hiyo ina kitu inaitwa on job training. Yaani uko unafanya ile kazi ya Bwana, huko unajifunza, huko unalelewa, huko unafundishwa, huko unaboreshwa kutoka utukufu mpaka utukufu. Ndio Mungu anasema, Bwana akusema jengeni uwezo kwanza, kisha enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hapana. Andiko alisema hivyo mtumishi. Badala yake alisema moja kwa moja, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hiyo ni Marko 16:15. Enendeni mtumishi. Unaenda katika kile ambacho tayari unacho, kile ambacho tayari umekipokea. Hata kama leo hii ndo siku ya kwanza unapokea wokovu, tayari ule ushuhuda wako wa wokovu unatosha kuleta badiliko kwa wengine. Pia katika kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19 neno linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hakusema jenga uwezo kwanza. Alisema nenda mtumishi. Malekra la borobozera. Unavoenda ataendelea kukuboresha, kwa sababu pia uwezo sio jambo la siku moja mtumishi, ni jambo endelevu. Unaboreshwa kila siku kutoka utukufu mpaka utukufu, imani mpaka imani, ushindi mpaka ushindi. Unakuwa bora zaidi. Imani yako pia ina grow, inaongezeka mtumishi. Malengra kala borobozera. Inakuwa kubwa zaidi, inakuwa imara zaidi, inakuwa thabiti zaidi. Mtoto Mungu anasema hii ni kwa sababu tayari unaye Roho Mtakatifu ambaye ndiye mjenzi halisi wa uwezo. Kwa yeye kuishi ndani yako una uwezo unaohitajika kwa ajili ya uinjilisti wenye ufanisi. Kwa Roho Mtakatifu kuishi ndani yako leo hii, una uwezo unaohitajika kwa ajili ya uinjilisti wenye ufanisi. Alikuja ndani yako ili kufanya kuwa mleta watu kwa Kristo, au mvuna nafsi, au mvuvi wa nafsi za watu. Bala raka sikiripo kurana. Sio tu mvuvi wa kawaida mtumishi, mvuvi mwenye ufanisi. So katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8 neno linasema, lakini mtapokea nguvu
akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Wewe na mimi ni shahidi wa Kristo mtumishi, kama umejazwa na Roho Mtakatifu. Balaraba sikele baraba, umepokea hii nguvu, huu utendaji kazi wa Mungu ndani yako wa kufanya kuwa shahidi wa Kristo, kusimama kwa ajili ya kweli yake, kuitangaza asubuhi, mchana na jioni, kutumia fedha zako na ushawishi wako na vote ulivyonavyo kuhakikisha kwamba injili hii na wepesi zaidi. Balarako sokotoloka sabaya, ina uthubutu zaidi mtumishi, na kwenda mbali zaidi, inawafikia wengi zaidi, inawagusa wengi zaidi. Hebu fikiria asubuhi leo mtumishi, unasikia sauti hii kwa sababu kuna mtu alitumia imani malekra ala borobo zira, kaamini katika kile ambacho andiko hili tumelisoma hapa Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Akaweza kuwa na jukwaa hili zuri la redio ya Kikristo ambayo leo hii tunapeleka habari njema katika ufalme wa Mungu, katika ulimwengu wote, habari njema za ufalme wa Mungu. Ni moja ya kazi njema sana zenye ushindi na utukufu. Malika rabolobo sikili barabazira, kwa sababu injili hii ya ufalme lazima iende kwa watu wote mtumishi, watu wa kabila zote, wa lugha zote, kwenye kila mji katika ulimwengu huu. Hebu fikiria leo unaweza kusikiliza kipindi hichi kupitia tovuti au mtandao popote pale ndani ya dunia, sio tu Tanzania, popote. Hata kule ambako ungesema hatuna mawimbi yale ya kawaida ya FM, bado unaweza kusikiliza kipindi hiki. Hii ni moja ya fursa na platform ya kupeleka injili ulimwenguni kote. Balarabo sikele barabazira. Kumbuka Bwana anataka kila mmoja asikie, na akisikia apate fursa ya kuamini, na akiamini aokolewe. Kwa hiyo lazima hii injili iende kwa kila mtu. Mazika la borobo zira. Kwa hiyo mtoto wa Mungu anasema kuleta nafsi kwa Kristo sio kitu kinachohitaji maandalizi ya ziada ya ajabu kabla ya kuanza. Hapana. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6 inasema, si kwamba tutatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Utoshelevu wetu, ushindani wetu, ile nguvu yetu inayofanya kazi ndani, chanzo chake ni Mungu mtumishi. Malengra kalabo zira, ufanisi wake ni Mungu aliyoko ndani yetu. Ndio maana ile andiko nilokusomea kabla la Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 inasema, mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Maleka rabolo zira. Kwa ni yeye ambaye anatupa wazo, hamasa, shauku ya kupeleka injili, lakini pia ni yeye anayetupa nguvu, uwezo. Malekra kalabo zira, krapiti li barabaze. Yeye ndiye anayetupa ufanisi mtumishi. Mangira bala ukosolo barabazira. Sio ule wingi wa maneno tunayozungumza mtumishi, ni ile nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu. Hiyo ndio ina nguvu zaidi. Masika la borobozira. Hiyo ndio inaleta badiliko mtumishi. Hiyo ndio inaleta tofauti. Ndio Mungu anasema fikiria kuhusiana na hilo. Roho Mtakatifu tayari amekufanya kuwa mtumishi hodari wa agano jipya. Wewe hapo ulipo unanisikiza asubuhi leo ni mtumishi hodari wa agano jipya. Masika la mondo robozira. Tayari amejenga uwezo wako, na unachotakiwa kufanya ni kuanza tu safari hiyo. Mtumishi, kama hujanisikia kabisa kuanzia nimeanza, naomba unisikie muda huu. Ndio Mungu anasema tayari Roho Mtakatifu amejenga uwezo wako. Unachotakiwa kufanya ni kuanza tu safari hiyo. Malika rabolo bosira. Itakugharimu nini wewe kuanza safari ya kupeleka injili katika ulimwengu wako? Malekra kalabozira. Itakugharimu nini wewe kudhamini kazi ya injili katika ulimwengu wako ifike kule kijijini kwenu? Mazika la porobosira, pale kwenye mtaa unakoishi. Melikra balabozira, kwenye ule mkoa ulikotoka. Je preflacte le bazira, kwenye ile shule uliosoma. Mazingre kila mandara bozira, kule ulikooa au kule ulikoolewa. Malesa prabala basiri bokura. Nini itakugharimu wewe kupeleka injili pale? Naomba ujiulize maswali haya asubuhi leo. Ni jambo la muhimu sana mtumishi. Mila karaba ulo basira. Kumbuka kazi ya kupeleka injili aliyepewa ni wewe na mimi. Rigejila mandara bosira. Kwa hiyo ndio tutaamua iende kwa kasi kiasi gani. Kwa hiyo hebu fanya uamuzi tofauti asubuhi leo. Hebu kusudia, hebu dhamiria. Masika talamon. Hebu chukua hatua. Kuna andiko kwenye Biblia linasema
Go in thy strength. Yani nenda katika nguvu ulionayo. Malaika alimwambia Gideoni. Baada ya kumsalimia kwa salamu ya tofauti kabisa na kipekee, akamwambia you are a mighty man of valor. Wewe ni mtu shujaa wa vita. Jamaa je kurusha mshale. Akamwambia akatoa sababu nyingi sana za kujitetea. Kwa mimi sio hivi, kwetu tuko hivi, tuko vile. Mangolo karaba la bozira. Bwana akamkazia macho. Gideon kupitia yule malaika alikuwa amemtuma, akamwambia go in thy strength. Nenda katika nguvu yako, katika uwezo wako. Na utaweza kuwapiga Midiani kama mtu mmoja. Asubuhi ya leo, maze pradolu para mande resa pateja. Bwana anasema nenda katika uwezo ulionao mtumishi. Anza safari sasa hivi. Roho wa Bwana ndiye anayefanya kazi ndani yako. Utoshelevu ulionao sio kwako mwenyewe mtumishi. Masikala borobazila baraba. Sio kwamba kwa sababu sauti yako ni nzito au ni nyepesi. Mangle prekte leprakasa la baraba. Nikusiana na nguvu inayofanya kazi ndani yako. Korinto wa pili 5, Korinto wa pili sura ya 3 mstari wa 5 na 6 huo mtumishi. Kwamba si kwamba tatosha sisi wenyewe. Wow. Kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe. Mazinkle prekteje la barabaya. Bala karabazira. Bali utoshelevu wetu. Ufanisi wetu, ushindani wetu, ubora wetu kutoka kwa Mungu mtumishi. Mali mandarabo zira. Naye ndiye aliyetutosheleza. Yeye ndo anayetupa ile ungesema ushindani, uwezo wa kutimiza kile kitu. Makala borobo zira. Tafsiri moja ya Kiingereza inasema competitive advantage. Yani ile faida ya ushindani ambayo huwezi kushindana nayo inatokana na Bwana. Toto Mungu anasema kadiri unavyozidi kuleta watu kwa Kristo ndivyo anavyozidi kukuongezea neema yake juu yako ili ufanye zaidi. Hivyo jenga uwezo mkubwa zaidi unapoitenda kazi. Sio kabla kutenda kazi. Unapoitenda kazi jenga uwezo mkubwa zaidi. Kwa sababu kila unavyozidi kuwa mwaminifu katika kile ambacho amekupa, neema inaongezeka zaidi. Kumbuka kuna vitu ambavyo unaweza kukua ndani yake, ndani ya Kristo, na kuna vitu ambavyo hauwezi kukua ndani yake zaidi. Unaweza kukua kutoka imani mpaka imani, kutoka neema mpaka neema. Lakini huwezi kukua katika haki. Haki ni asili. Ukishapewa umepewa mtumishi. Malika rabosi. Unaweza kukua katika ufahamu na uelewa wa hiyo haki. Lakini ikiwalisi ukui zaidi kutoka ukao na haki leo zaidi ulivyokuwa nao jana. Haki ni asili ya Mungu. Ukishapewa hicho kipawa mtumishi ukui zaidi. Malekro kalabasa. Unakuwa katika uelewa na ufahamu kuhusiana na hicho kipawa. Lakini sio kwamba kinaongezeka kipawa cha haki zaidi tena. Sapriti pala poso. Ila kuhusiana na neema, unataka kukua katika neema mtumishi. Kuna aina nyingi sana za neema. Ndio maana mtoto wa Mungu anasema kadiri unavyozidi kuleta watu kwa Kristo ndivyo anavyozidi kuongeza neema yake juu yako ili ufanye zaidi. Anazidi kuexpand your cost. Yani anazidi kusema kutanua wigo wako, uwezo wako kufanya jambo. Masaka bala bozira. Hivyo ndivyo tunavyokuwa katika imani na kukuza ufanisi mkubwa na kuwa na ufanisi mkubwa zaidi katika huduma. Daima tenga muda wa kufunga, kuomba na kujifunza neno. Haya yote yatachochea shauku yako ya kuleta watu kwa Kristo na uinjilisti. Acha Bwana arudipo akukute ukifanya kazi kwa bidii, ukieneza ujumbe wa ufalme kila mahali. Balaraka zile barabazira. Umesikia maneno mazito mtumishi? Bwana anaporudi anakukuta unafanya nini mtumishi? Atakukuta uko wapi? Sikala mandaraboshi. Atakukuta una hamasa kiasi gani kwa ajili ya kazi yake? Atakukuta unachicharika kiasi gani kwa ajili ya injili kwenda mbele kwa kasi na uthubutu. Saka patita. Andiko la kwanza naona kulisoma, andiko la ziada ni Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na 20. Neno linasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana yuko na wewe mtumishi. Bwana yuko na mimi. Bwana yuko na sisi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Masokolo barabazira.
Kwa unavotoka kwenda pale katika ulimwengu wako kupeleka injili, kwenye ule mtaa, kwenye ile eneo, kwenye ile kijiji, kwenye ile kazi ya umisheni, masi priti palabosa. Elewa kwamba yeye yuko na wewe mtumishi katika ubora na utukufu. Masakapatili mangro deka seprada. Elewa kwamba mbingu ziko na wewe. Zivri dabalaba zidabalabaya. Andiko lingine la pili ni Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Neno linasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Balaraka sika la baraba. Umesikia hii charge? Ya Mtume Paulo anamwambia Timotheo, yule mchungaji alikuwa katika kanisa la Efeso, masaka la baraba hii. Anamwambia lihubiri neno mtumishi. Uwe tayari kwa wakati ukufao na wakati usiokufaa. Balaraba zigidi balaba. Ni wakati gani unakufaa mtumishi? Ni wakati gani unafikiri huu ndo sawa, ndo sahihi wa kuhubiri? Maandiko yanasema uwe tayari wakati wote. Wewe ni mwanajeshi katika jeshi la Kristo mtumishi. Masiprakala parabazila baraba. You are ready every time. Muda wote, wakati wote, saa yote. Bwana akisema hima, unasimama hima mtumishi. Bazo brekala barabos. Makri betele frakadi. Bwana akisema nenda, unaenda mtumishi. Wala uulizi. Bwana akisema ruka, unaruka. Yani by the time neno linatoka, wewe umesharuka mtumishi. Unasema yesa. Mazika pala barabos. Prakti jivili parabazira. Andiko la 3 ni Wakorintho wa pili sura ya 3. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5 na 6. Neno linasema, si kwamba tutosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu, na ndiye aliyetutosheleza kuwa hudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huisha. Mazikitili marama. Umesikia maneno mtumishi? Wewe ni mhudumu wa agano jipya. Sio andiko bali wa roho. Masiprakala bazira. Auendi pale kuhubiri hukumu mtumishi, unaohubiri habari njema. Wokovu Bwana wetu Yesu Kristo. Sababu ni sawa wokovu mtumishi, sio sawa hukumu. Sipraka ulo barabazira. Neno lako linakwenda kuuisha, kuboresha, kuinua, kuponya, kuganga za prekete le mandara bazira. Kuokoa kilichopotea. Sa prepo jope le paramaso prita la mandara bazira. Hiyo ni Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Na andiko la mwisho ni Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Mazika rabala bazira. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Neno linasema nasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tumishi, Yerusalemu yako leo nani anahubiri injili hapo? Ule mji ambako ndo unaishi pale ulipo. Masipa tata masikita pa. Yaani kuna Uyahudi mtumishi, ile eneo la bali kidogo na pale ulipo. Masika la mandara koto lubanda rakasi petete tema. Na anafanya kitu pale katika Uyahudi yako. Kwenye kile ungesema kitongoji kizima, kijiji kizima, kata nzima, sapeto loko sopa la mase. Ule mkoa ulioko nani anahubiri mtumishi? Mevale branose benana masono manena masepara bala bozira. Mara ngapi umeomba kwa ajili ya injili sambaye katika mkoa wako kipekee kabisa na ijae kila mahali? Hiyo ndio Uyahudi yako mtumishi. Mezevete velemos vele vozupalika. Vipi kuhusiana na Samaria mtumishi? Mikoa mingine masepa toloma, kanda nyingine, nchi nyingine za jirani na wewe, jakidi malama usira. Au maombi yako ni wewe, mimi, sisi, ona zaidi ya wewe na mimi na sisi na familia yako mtumishi. Malengo rokase lama. Ona mbali zaidi. Injili yako lazima iende Samaria, iende nchi nyingine, mikoa mingine. Pale karabozira. Na vipi kuhusiana na injili na kwenda hata miisho ya nchi? Miisho ya bara, miisho ya dunia.
kote kule mabara mengine kabisa ambayo hata huyajui, lakini unaona kwenye ramani tu. Lini umechukua ile ramani ukaweka mbele yako, ukaweka mkono pale, ukatamka ukasema injili inakwenda Australia, injili inakwenda Latin America, injili inakwenda Antarctica, inakwenda Ulaya, inakwenda Marekani. Lini mtumishi? Masopa la bazidi baraba. Bwana anataka injili iende kote, kwa China, kwa Filipino, kwa Arabu wote. Malengro kalamando prekatople krakaka. Hebu badilisha mtazamo wako kuhusiana na injili mtumishi, na namna ambavyo umekuwa ukifanya. Ona zaidi ya zile kuta 4 ambazo upo kila siku pale kanisani. Ona mbali zaidi. Ombea mikoa mingine, ombea vile vijiji ambavyo injili haijafika. Gusa kanda zote za nchi ya Tanzania. Sapra kadabo zira. Taja ile mikoa mbalimbali na sema injili na kwenda kijiji hichi, eneo hili, mtaa huu, sehemu fulani. Sasa na roho wa Mungu anavyokuchochea na kuongoza ndani. Asubuhi leo fanya sala pamoja na mimi. Sema, mpendwa Baba, asante kwa hekima na uharaka wa injili. Natangaza kwamba ninapoleta watu kwa Kristo, ninaimarishwa na kutayarishwa kwa ajili ya kazi kubwa zaidi. Ninajenga uwezo ninapofanya kazi ya injili, na nina ufanisi katika kutimiza wito wako. Asante kwa kunifanya kuwa mtenda kazi mwenye matunda katika ufalme wako, katika jina la Yesu, amina. Balarabo sikala barabaya. Wewe ni mtenda kazi mwenye matunda katika ufalme wa Bwana. Rabasikili barabazide balaba. Wewe ni mtu wa maana sana. Rigi jipi vele prakolobo zira. Wewe ni kazi ya mikono ya Bwana. Na unaitimiza hatima yako ndani ya Kristo. Na asubuhi leo kama unatusikiliza na hujampokea Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, nataka nikupe fursa hii, nataka nikupe nafasi hii. Fanya sala ya wokovu pamoja na mimi. Amini ndani ya moyo wako. Na ukiri kwa kinywa chako. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Balaraka sokolo barabazidi baraba. Kama umefanya sala hii asubuhi leo, elewa kwamba ni kiumbe kipya, kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na maombi haya ni kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema asante kwa wale wote ambao asubuhi leo wamemkiri Kristo kwa vinywa vyao, wakiamini kwa mioyo yao. Wamelindwa, wamehifadhiwa, wametunzwa katika jina la Yesu Kristo. Yule adui hana madai yote dhidi ya maisha yao. Wanatembea katika upya uzima. Wanatimiza kusudi na hatma yao ndani yako Bwana. Labrakila paramas bruto julu mandada bazidi bukula. Na bariki kwa neno lako Bwana, na bariki kwa roho wako katika jina la Yesu Kristo, amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Asubuhi leo waweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736 0000999 mazipe papopolobos perampe pabojeli karabazira. Unaweza kupiga simu yako sasa, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na tutafurahi kusikia kutoka kwako. Jean Cleftile Mangradiga Zebra dalla baramanda rabas Prento bajika la paramanderika supre bajele paramanda. Asubuhi leo tuambie kile ambacho Bwana anafanya ndani yako. Masibreki bojo ile manda. Na pia tulikuwa na okay, simu ya kwanza hii. Karibu mtumishi Sara, habari za leo? Amina, zamzima. Salama kabisa, unaendeleaje? Nitaongea kwa ujasiri. Muungane kwa kati yangu mimi na Yesu. Amina, amina. Maana jana nilipita sehemu kama wiki 4 Gongo la Mboto. Ndio. Nashuhudia. Ndio. Nikuta mama wengi wanafanya kazi. Ndio. Nikasikia anatoka toka. Naita bwana Yesu na mimi naingia kupita. Ndio. Kiji shilingi ngapi lakini hapa atakajifikisha laptop hapa. Ni yangu ni hiyo. Ndio. Nauliza bei na mimi nikajiunga, nikachukua ungo nikaanza. Ndio. Nikanyamaza kila mpole nikaambia roho takatifu toke hivi hapa. Basi nikataka nielekeza waelekeze, nikaanza kufundisha pale kuongea. Unaona wewe ni mwokoka. Na huko natuka huko kwa walezi na washuhudia matu Mungu wangu.
Oh. Asante sana mtumishi Sara yuko pale Gongo la Mboto. Alikuwa anaeleza namna ambavyo alikuwa anashuhudia, naona simu yake imekatika. Lakini nadhani wewe ambao unatusikiliza umesikia kile ambacho kinaendelea. Namba nyingine hii. Karibu sana. Hello, habari za leo? Unapiga simu kutoka wapi na unaongea na nani? Niko naitwa Juliet. Ndio, Juliet, karibu sana. Nimebarikiwa sana na nitaifanya kazi ya Bwana. Amina. Naomba maandiko la kwanza la mavuno hilo. Ni Injili ya Yohana sura 4 mstari wa 35. Asante sana. Amina, asante sana Juliet, asante sana. Amina. Wow. Asante sana. Nasoma message hapa wakati naendelea kusubiria simu yako. Okay. Mchungaji Patrick, karibu sana. Asante Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Pastor Patrick, habari za leo? Sema kabisa kipawa cha ndege. Amina. Hapo kae mbali kidogo na redio au punguza sauti ya redio. Ndio. Mimi tu niendelee tu kupongeza kwa ajili ya huduma hii. Amina. Mungu aendelee kutia nguvu. Amina mtumishi wa Bwana. Tunapata vitu vikubwa sana. Kila siku ni vipya. Amina mtumishi. Na pia tukumbuke sisi sote kazi yetu ni kuendeleza injili tu ili watu wapone, ndio kazi iliyopo. Ndio mheshimiwa, kweli kabisa. Barikiwe. Asante sana pastor, asante sana. Amina. Wow. Umesikia, ni kazi yetu kupeleka injili mtumishi. Hiyo ndo kazi tuliopewa. Karibu sana. Naitwa Neema. Amina, Neema, karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi Neema? Na kipindi chako mtumishi. Amina dada Neema. Unapiga simu kutoka wapi dada Neema? Ameshakata simu. Asante sana dada Neema, asante sana. Mungu akubariki sana. Wow. Tasoma baadhi ya message ambazo tunaendelea kusubiria simu nyingine. Yes, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Naitwa Deborah. Asante sana kwa maombi, na mimi nimepokea uponyaji. Nilipata changamoto ya mguu wiki 3, sasa hivi siwezi kuvaa kiatu. Naamini Mungu ameniponya, nitavaa viatu. Amina. Deborah, uzima wa Bwana unafanya kazi ndani yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakika lazima uvae kiatu vizuri kabisa. Ule uvimbe katika mguu kuanzia saa hii umeyeyuka na kuisha na kupotea katika jina la Yesu Kristo. Yale maumivu tunakatilia mbali katika jina la Yesu Kristo. Pala rakasika la borobozira. Una afya njema mtumishi wa Bwana. Na utalichukuza jina la Bwana na kumshukuru kwa utendaji kazi wake wa kipekee kabisa. Hallelujah. Nenda kusoma message hapa. Wow. Huyu ni na mtumishi hapa kabla sijasoma message. Okay. Karibu sana mchungaji Pasco. Shalom mtumishi, habari za leo? Nzuri. Karibu sana. Manake ni masomo mazuri. Tunabarikiwa kwa kweli. Amina mtumishi wa Bwana. Ndio kitu kilichobakia. Kristo anataka mavuno. Amina. Tusubiri uende Bible, uende wapi? Anza tulipo hapa. Amina mtumishi. Amina kabisa. Barikiwe sana. Thank you sir. Asante sana. Amina. Wow. Mmesikia mchungaji Pasco, anasema unatakiwa uanze hapo ulipo sasa hivi. Usilaze damu, usikae kimya, usinyamaze. Inuka na uende mtumishi. Kala kasi kala baya. Wow. Message nyingine nasema hapa, shalom, kwa kweli kula ninapozidi kusikiliza neno ndivyo ninavyozidi kuona jukumu nilonalo. Ubarikiwe sana mtumishi. Anasema kila anapozidi kusikiliza neno ndivyo anavyozidi kuona jukumu alilonalo. Asante sana mtumishi. Endelea kuwaka kwa ajili ya Kristo, endelea kupeleka injili katika ulimwengu wako kwa kasi sana, kwa uthubutu mkuu na kwa ubora. Kwa wale ambao wangependa kupata nakala za Rhapsody hakika zinapatikana kwa hapa Mbezi Beach, maeneo ya Mbezi Beach huko zinapatikana BCAC katika bookshop, duka la vitabu pale, nakala moja shilingi 3,000. Kwa wale ambao wapo Kibaha unaweza kuwasiliana na mchungaji Patrick, iko pale Picha Ndege. Ukiwasiliana na sisi tutakutumia namba, unaweza kwenda kuchukua kitabu pale. Lakini pia kwa wale ambao wako maeneo ya Gongo la Mboto,
Pugu mpaka Chanika. Kuna vitabu ambavyo viko maeneo ya Viwege pale ambavyo ungeweza kupata kwa dada asifiwe. Lakini pia kama uko nje hapo na unahitaji vitabu, nadhani leo kuna baadhi vinakwenda maeneo ya mjini katikati hapa, maeneo ya Kimara pia. Kesho leo tutatuma baadhi ya vitabu kwa wale ambao wanasikiza kutoka Kimara na walikuwa hajapata kitabu. Kwa hiyo wasiliana nasi katika namba yetu ya 0736000999. Tutapenda kuhakikisha kwamba unapata nakala hiyo. Lakini pia kama upo katika una simu janja, upo katika WhatsApp, ukiwasiliana nasi katika hiyo namba pia tunapatikana katika WhatsApp, na tukakutumia nakala ya sauti ya kipindi hichi ambacho unakisikia kila siku, lakini pia nakala ya Rhapsody wa Hakika katika nakala laini, ukaisoma na ukashare na ndugu jamaa marafiki. Na pia ukitamani kutazama vipindi hivi, tunapatikana katika YouTube pia. Tuna channel yetu ya YouTube inaitwa Amadeus Live Podcast. Unaweza kutumia pia link ukatazama ukasikiliza. Tuna video zaidi ya 300 pale, unaweza kuzitazama au zitakujenga sana. Ni za mafundisho ya neno la Mungu katika namna pekee sana. Kwa hiyo tunakutia moyo pia ukitazama, ukiona, subscribe kwenye hiyo channel, lakini pia share na watu wengine pia. Hakikisha kweli injili inakwenda katika ulimwengu wetu kwa kasi zaidi, kwa nguvu zaidi. Wow, na message hapa kutoka kwa mchungaji Samuel. Anasema shalom pastor, hongera sana kwa kazi njema ya Mungu. Mungu azidi kukutumia. Thank you sir. Asante sana Pastor Samuel. Nashukuru sana kwa baraka njema ya kipekee ya kuhakikisha kweli neno la Mungu linakwenda mbali zaidi. Okay, tupokee simu nyingine hii. Hello, habari za asubuhi, karibu sana. Naitwa Mr. John, niko Tabata City. Mr. John, karibu sana. Samahani, nilikuwa nauliza swali moja. Ndio mchungaji John. Kusudi la injili ni kwamba watu waokolewe, au kusudi kwamba watu wapate kusikia injili kwa ajili ya ushuhuda wa wokovu? Naomba nijibu ni A na B. A na B ni sawa. Lengo la kwanza ni waokolewe. Ila wasipotaka kuokolewa then hawana kisingizio cha kusema kwamba sikusikia. Kwa sababu maandiko yanasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Sasa wanaliitiaje isipokuwa wamelisikia? Wanalisikiaje isipokuwa wameambiwa? Wanaambiwaje isipokuwa mtu amepelekwa? Kwa hiyo kila anayeita, analiitia jina la Bwana ataokolewa. Haijalishi lugha, rangi, alivyo, yuko wapi, ili mradi akiliitia jina la Bwana ataokolewa. Lakini sasa issue ni kwamba analiitiaje wakati hajawahi kulisikia? Asante sana mchungaji John. Nadhani ni swali zuri sana la baraka na ushindi. Lengo la kupeleka injili ni kuhakikisha watu wote wanaokolewa, mtumishi. Hiyo ni hamasa ya Bwana. Bwana, andiko linasema Bwana hataki hata mmoja apotee, bali wote wafikie toba. Lakini sasa kwenye kupeleka injili, watu hawalazimishwi. Umshikii mtu bunduki au kisu kumwambia wewe usipoamini na kuchoma. Hapana. Unahubiri habari njema, unampa fursa na nafasi ya kufanya maamuzi mwenyewe. Kuna ile sehemu ya katika nafsi ya mwanadamu inaitwa utashi, uwezo wa kuchagua kwenda naenda, siendi, na kubali sikubali. Hiyo ndio inafanya uamuzi. Hiyo ndio inaleta badiliko kati ya mmoja na mwingine. Na ndio maana huwa tunaomba kwa ajili ya mavuno ya nafsi, mioyo ya watu iweze kupokea ile neno, kuliamini na kutembea ndani yake. Unaweza kuchangia kipindi hiki kama ungependa kiendelee kuwepo hewani kila siku. Unaweza kuchangia katika namba zifuatazo 50 16 56 53. Pole, muda wetu umeisha, hatuwezi kupokea simu nyingine. Nitaweza kuongea na wewe baada ya kipindi, kwa sababu siwezi kupokea. Unaweza kuchangia kama ambavyo nimesema. Kipindi hichi kiendelee kuwepo hewani kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, na pia siku ya Jumapili asubuhi saa 1 mpaka saa 2 kupitia lipa namba hiyo 50 16 56 53. Hiyo lipa namba ya Voda, tutafurahi sana. Lakini pia unaweza kuwasiliana na sisi katika namba yetu ya 0736000999. Na Mungu kubariki sana. Siku yako iwe njema, iwe ya ushindi, iwe ya ubora, iwe ya utukufu. Utembee kwenye kweli neno la Mungu. Kazi za mikono yako ziwe na tija, ziwe na ustawi, zifanikiwe kipekee kabisa. Uwe na afya njema kwenye kila eneo la mwili wako, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Mungu akubariki sana mchungaji. Asante sana.